Naitwa Felista Salvatoria Kairia. Mwaka 2013 shamba langu lilivamiwa, eneo lake Mikusu, kijiji Mpembe. Nimesumbuka sana, hakuna asiyenijua. Nimekuwa mtu wa kutanga. Nani alivamia? Nyamaza tu, nyamaza, uongee vizuri tukuelewe. Nani alivamia? Eliet Switi. Nani? Eliet Switi, mbunge wa viti maalum mstaafu. Nilienda kulalamika serikali ya kijiji changu. Nimevamiwa maeneo yangu yenye shamba yenye ukubwa wa hekari 50 na nikilimiliki kisheria kwa umaskini wangu. Liko eneo gani? Wapi hilo? Eneo la Mpembe. Eneo la Mpembe. Mheshimiwa diwani wa Mpembe yuko wapi? Yupo Mheshimiwa diwani? Kata ya Katuma, diwani wa kata ya Katuma yupo? Mheshimiwa diwani, unalifahamu hili jambo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kipindi hicho mimi nilikuwa sijaingia madarakani. Ndio, diwani ni ofisi, lakini wewe ndio unaweza kutusaidia kama unajua hilo eneo vizuri. Kipindi hicho mimi nilikuwa mjumbe wa kamati ya ardhi kijiji cha Mpembe. Na kweli tulifika na hiyo suluhu tukawa tumeimaliza. Muda ulipofika sisi tukawa tumeondoka. Mlimalizaje? Tulilimaliza kwamba huyu mama alikuwa alipata haki yake. Alipata haki yake kivipi? Sisi kama kamati tulikwenda tukaangalia yale maeneo tukajiridhisha na baadaye tukawa tumemwambia mama kwamba wewe una haki. Yeye ndo ana haki? Ndio. Sasa baada ya hapo limeenda wapi? Limeyeyukaje? Na anasema akashahangaika tangu muda ule. Limeenda wapi? Sijajua Waziri Mkuu, kwa sababu sisi kama wajumbe wa serikali ya kijiji tulikuwa tumeacha nyaraka pale kama kumbukumbu. Sasa sijui viongozi waliokuja zile nyaraka walizikuta au vipi. Afisa tarafa au tarafa ila mtendaji wa kata wako yuko wapi? Una mtendaji wa kata hapa? Mtendaji wa kata yuko wapi? Mtendaji wa kata yupo. Hebu muite. Mtendaji wa kata ya Katuma yuko wapi? Na usiende mbali. Sawa. Ndio maana mama analia, mlishamwambia ni haki ni yake, mpaka leo eneo hajapewa. Hilo eneo mama nani analitumia sasa hivi? Baada ya kukaa kijiji cha Mpembe, kamati ilipofika kwamba ni haki yangu, niliambiwa tena yule mama alimkamata mume wangu na kumweka lock up mpaka mara 5 nzima. Alisimama diwani Msela akiweka zamana, sauti irudi Mpembe ikashughulikiwe. Ilirudi kijijini ikashughulikiwa kwamba mnyongeni haki yake mpeni. Nilikatwa hekari 29 akapewa yule mama, nikabaki na hekari 21.5 pembeni hapo. Hilo shamba lilikuwa na migomba 50, miembe 7. Mimi nilikubaliana kwamba kwa sababu mmesema nimwachie hekari 29, kuna hifadhi ya kijiji mtanipatia. Mimi sihitaji pesa, nahitaji ardhi ya kutumia. Walikubaliana. Kumbe baki hapa kwenye nusu hii nyingine tutakuita tukupatie. Nilikaa miaka 3 sijapata ardhi ile. Nililalamika kwa mkuu wa wilaya, alinirudisha kwa mkurugenzi akanirudisha Mpembe. Nikaenda kuwaeleza pale ofisini. Waliniambia kwanza tuje tuangalie hiyo mipaka, maana hatujaiweka vizuri. Baadaye walifika. Baadaye nikaamua mimi, mbona hawanipimia ardhi yangu na ardhi yangu ipo? Nilirudi kwenye lile eneo la yule mama aliyochukua. Nikaanza kulifanyia kazi. Yule mama alikuja kumkamata mume wangu na kumweka ndani. Baadaye tulirudi tena kijijini kwa wenyekiti wa vijiji na mtendaji. Baada ya hapo mwenyekiti wa kijiji alikuja kutuwekea mipaka na kuruhusu beacon zingie katika maeneo hayo kuondoa migogoro.
Sisi tulifanya jitihada tukaweka mipaka ya beacon, na yule mama alikuja kuweka beacon kwenye eneo hilo, tukawa tumemaliza. Nikabaki na dai zile 29 bado sijapewa. Baadaye tulikaa mwaka, nikaenda kupimiwa eneo. Pale zilipimwa ekari 24, ekari 5 zikapelea. Wakadai tutakurudishia fidia ya pesa utakapohitaji. Tangu nimehitaji hakuna. Miaka 3 nimelitumia lile eneo ambalo nimepewa, likavamiwa, kuondolewa mipaka ya beacon na kulima mimi kwa mikono, yule aliyevamia kuvuruga kwa ng'ombe na kupanda anachokitaka. Nilishindwa la kufanya. Tulilia pembeni na kunyamaza kwamba hapa ni mauaji, tunyamaze, twende serikali yetu tena. Tuliondoka kwenda serikali yetu tena. Nimekupata. Hebu mtendaji wa kata, hilo eneo linakuhusu na mheshimiwa diwani yupo. Tukishamaliza ziara, mama amesema alikuwa na eneo, ikakubalika afidiwe eneo lingine. Eneo lingine ambalo alipewa limepungua eka 5, lakini pia na lile alilopewa lingine likavamiwa. Na kamishina wa ardhi muungane naye na afisa tarafa na mkuu wenu wa wilaya. Nendeni mkamalize huo mzozo na nipate taarifa kwamba umeisha. Kama hamna eneo lingine, mrudishie eneo lililokuwa lake zima. Kama mrudishie lililo lake, mpe lile lingine mlilokubaliana kumfidia likiwa kamili. Kama hamna eneo, mfidie fedha. Lakini alishasema anahitaji eneo, sio fedha. Kwa hiyo mpatie eneo ili jambo liishe, msimzungushe. Kwa mama, nenda hapo kwa mtendaji wa kata, viongozi wa wilaya watakapokuja, mtendaji wa kata atakuita. Na nimesema nikishamaliza tu ziara, wiki ijayo nendeni mkampe mama eneo lake. Mtendaji wa kata huyo hapo, msogelee. Haya, kuna ndugu Frederick Jafet Kuyenga. Huyu ameongelea jambo lake, ana akiba, anadai fedha. Hebu njoo hapa muone katibu wangu. Katibu yuko wapi? Njoo muone Frederick Jafet. Muone katibu hapo. 210,000 nimeona hapo. Yuko wapi Jafet? Basi muone katibu hapo. Haya, huyu mwingine anaitwa Zulieta Peter Msongela. Huyu anasema anadai mahali ya binti yake. Huyu nani kachukua binti alafu hataki kutoa mahali huyu? Zulieta yuko wapi? Zulieta huyu hapo. Unamdai nani mahali? Unamdai nani mahali? Ndugu Mheshimiwa Waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mimi nilikuwa na binti yangu. Huyo binti aliondoka akasafiri, akaelekea eneo la Mtowisa, panaitwa Kifinga. Baada ya kufika pale, mimi mwenyewe kule Kifinga nilikuwa sijawahi kufika, isipokuwa mimi nakaa kijiji cha Sibwesa Nkungwi. Basi baada ya hapo nilipata taarifa kwamba yule binti mume wake amemuua na akakimbia. Baada ya hapo mimi nilikuwa mjamzito. Niliondoka na mimba yangu, nikawa nimeenda mpaka kule. Baada ya kufika eneo lile, nikakuta yule binti tayari wameshamzika. Nikaanza kufuatilia, nikaenda polisi Mtowisa. Baada ya kufika Mtowisa, polisi wakasema hilo swala kweli tumelishuhudia, tumelisimamia vizuri. Baada ya hapo, wewe unatakiwa uende mahakamani. Nikawa nimeenda mahakama ya mwanzo. Baada ya kufika mahakama ya mwanzo, wakaitwa wale wahalifu. Yule mhalifu ambaye alimuua binti yangu alikuwa tayari ameshakimbia. Akaitwa mama yake mzazi.
Baada ya kuitwa mama yake mzazi, akaambiwa, huyu mama unamfahamu? Akasema ndio, simfahamu, isipokuwa tu nimepata taarifa yake kwamba huyu mama ndio mwenye yule mtoto ambaye alimuua mwanangu. Ikabidi hakimu akaongea neno, akamwambia huyu mama, kwa sababu mtoto wako tayari amekimbia na alikuwa hajulikani kwao, yatakiwa umlipe nini? Mahari. Tukakubaliana yatakiwa nilipe 4,4 na 500,000. Akasema ndio, nitalipa. Nikaanza kufuatilia. Mimi nilikuwa nakaa Kungwi. Sasa mimi nilikuwa ni mjamzito. Ule uwezekano mimi wa kuondoka mara kwa mara ikawa inanigharimu pesa nyingi. Nilikuwa na eneo langu la kama nusu heka hivi. Na nimeliuza 1,000,000. Watoto wangu wakabaki wanasumbuka. Maana hiyo nikaanza kufuatilia kesi ile, ya kufuatilia ile pesa. Basi mheshimiwa, baada ya hapo wakaanza kunisumbua. Wakanipa tarehe. Hiyo tarehe ilipofika nikawa nimeenda. Tukakatiwa rufaa. Akasema kwamba hapana, huyu mama mlipeni kwa sababu amesumbuka sana. Mheshimiwa, mimi nilikaa pale kwa muda wa siku 29. Yule mama baada ya kuwa nimemshinda aliondoka na kwenda kukata rufaa tena. Akaambiwa, mbona umekata rufaa na wakati siku zimeshaisha? Mheshimiwa, kikweli mimi nilishindwa kuelewa. Ilibidi akawa ameondoka kwenda Sumbawanga. Kweli kule nikashauriwa, nenda, kwa sababu yeye amekata rufaa kwa muda mwingine. Ametoa pesa, wewe hauna pesa. Nikasema ni kweli sina. Hata nimeshazidiwa na ujauzito. Basi mheshimiwa, 20 mwezi wa 7 nikawa nimeondoka kwenda Sumbawanga. Kufika njiani nikapanda bajaji. Nikashikwa na uchungu kwenye bajaji, nikawa nimejifungua huyo mtoto. Mwaka 2024. Mwezi wa 7 tarehe 22. Basi tarehe 23 nikawa nimeondoka kwenda Sumbawanga mjini. Kufika Sumbawanga mjini nimejifungua kama jana usiku saa 2. Akaniambia hakimu, wewe mama, mbona umekuja umejifungua jana? Nikamwambia ni kesi imesomwa leo, inatakiwa nije nisikilize, lakini sasa sina nguvu ya kwenda kusimama hapa. Naombeni mnipe wiki moja, kwa sababu leo ni tarehe 23 mpaka tarehe 29 nitakuwa niko vizuri. Mheshimiwa, ilifikia kweli ile siku mimi nikawa nimeondoka, nikawa nimeenda mpaka mahakamani, mahakama ya wilaya. Yes, nyoka. Asije akawa anayedaiwa mahali ndo kaleta nyoka. Mheshimiwa, baada ya hapo mimi kwa nimekosa pesa ya nauli. Yule mama alikuwa na ndugu, alikuwa na pesa. Alikuwa anaitwa Esther Maongezi. Limenitoka jina kidogo. Samahani. Pole. Nimeshakuelewa. Sasa baada ya hapa ngoja jambo ambalo nilitaka kufanya. Baada ya hapa nilitaka tumwachie katibu tawala wa mkoa aongee na katibu tawala wa mkoa wa Rukwa, ili hao watu ambao tena watu wengine wanapenda kutafuta kesi kubwa. Kama umesikiliza, hii kesi ni kubwa kuliko hiyo fedha ya mahali. Hii kesi ni kubwa kuliko ya mahali. Huyo mama naona kafanya huruma sana kwenye hiyo familia, kwamba kuomba tu mahali kafanya ungwana sana, na bado wametaka kumsumbua vile. Kwa hiyo mama, tumwachie, ninamwachia mkuu wa mkoa, lakini kwa sababu yuko meza kuu, katibu tawala alipokee, kaa na huyo mama, pewa taarifa zote za ile familia,
ongea na katibu tawala mwenzako wa mkoa wa Rukwa, amtume kamanda wa polisi aende kwenye hiyo familia, awaambie watekeleze hayo makubaliano, na wakati ule ule isikilize vizuri hii story. Naona ina jambo liko kubwa ndani yake, kubwa kuliko mahari. Sasa kwa sababu hapa limefika mbele ya serikali, hatuwezi tukalichukulia kiulaini tu hivyo. Sasa wao wamalizane hiyo kesi yao wamalizane hayo mambo yaliyokubaliana, lakini pia nataka nipate undani, kwa sababu naona kuna jambo kubwa hapo ambalo lilimalizwa kindugu. Jambo kubwa la jamhuri limemalizwa kindugu. Hebu mama njoo hapa, kutana na katibu tawala hapa, mpe taarifa za hiyo familia yote hiyo. Atasimamia jambo lako, lakini tutasimamia na jambo lingine ambalo ni la kitaifa. Tuna jambo la nchi hapo. Sasa kama watu wanakubali mambo mengine bwana, sasa na hiyo na yenyewe wanapotezea.